Sikutaka kujiunga haraka kwa sababu nilikuwa sijakuamini sana kwenye uongozi wako, lakini nikaona kwa kuwa uongozi wako uko imara na kwa sababu klabu hii pia imekuwa bingwa mara kadhaa, sina hakika kwamba nitakuwa najiunga kwenye klabu ambayo itanichosha. Najiunga rasmi kwenye klabu hii kwa sababu naamini tuko kwenye mikono salama chini ya uongozi wa Engineer Hersi. Lakini kama mzee Mkuchika ni mmoja wa wadhamini, ni wajumbe wa wadhamini, na mzee Mkuchika ni very senior kwenye serikali, kwenye chama, na hata juzi kwenye ubunge aliamua tu yeye mwenyewe kusema sasa inatosha. Sasa kwa nini leo mimi kama mkuu wa mkoa basi nisiwe hata mzee Mkuchika sio hata role model tu basi kwenye hilo? Sasa hawezi kuwa role model kwenye uongozi tu wa serikali bila mambo mengine yanayohusu Young Africans. Jina hili la Bwana Peter ambao nimepewa leo Shelile, nalo limeongeza kasi ya mimi kujiunga na Young Africans. Huyu ndugu yangu Peter Shelile kutoka kule Sundown, South Africa, nafahamu anahitajika na watu wengi sana mpaka Middle East kule. Lakini leo safari yake anakuja kutua kwenye viwanja vya Tanzania, Dar es Salaam, na atapokelewa pale Jangwani kwa Young Africans kwenye klabu yetu. Sasa hiyo kwanza ni heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania, lakini aliyesababisha heshima hiyo sio tu Mheshimiwa Rais peke yake, ni pamoja pia sio tu Mheshimiwa Dr. Samia peke yake katika kuongoza taifa, ni pamoja pia na Rais wa Young Africans ambaye ameona ni muhimu kuleta chuma ili kiweze kuunga jitihada katika ukanda wetu huu wa Tanzania. Jambo la mwisho, ndugu zangu na Young Africans, wakati Mheshimiwa Rais anaendelea kuongoza taifa letu, niendelee kuwaomba sana kuendelea kuwa wadau wakubwa wa amani hapa nchini. Taifa letu litakapochafuka, mbwembwe zetu zote na investments kubwa ambayo inafanywa haiwezi kuwa na maana. Tuendelee kuwa mashabiki na wapenzi wakubwa wa clubs zetu na tasnia ya michezo nchini, lakini huku tukiomba sana amani na wote kuwa wadau wa amani ambayo ndio chachu ya maendeleo katika taifa letu. Tuendelee kuwa mabalozi wazuri kwa kila ambacho taifa letu limepewa heshima mwakani, kuwa wenyeji na waandaji wakuu wa mashindano ya AFCON. Tunafahamu kwamba taifa letu sio tu linajengewa viwanja kama sehemu ya faida, lakini pia linaendelea kujitangaza ndani na hata nje ya Afrika kwamba Tanzania ni nchi ambayo mgeni yoyote anaweza kuishi. Watu wengi wasingependa kuliona taifa letu linapata baraka kubwa, kama ambavyo watu wengi wasingependa kuiona Young Africans ikipata baraka kubwa. Lakini ndio muda wa kusimama imara na kuwa wamoja, na hasa kuepuka yale mambo ambayo yanaweza kuharibu na kuleta dosari ya amani katika taifa letu. Tuendelee kuungana na maono makubwa na mazuri alionayo rais pamoja na viongozi wote, lakini bila kuwasahau wadhamini wetu. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomtaja GSM kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya katika klabu yetu. Nafahamu na leo katika mjadala wetu wa namna ya kuanza safari ya ujenzi wa uwanja wetu mkubwa, nafahamu pia moja wa wadau ambao wanatajwa kuwa sehemu ya uwekezaji wa uwanja huo ni pamoja na GSM. Na kwa mantiki hiyo, ndugu zangu na Young Africans, mnapopata uwekezaji wazuri ambao wana maono na matamanio makubwa kuiona Young Africans ikiwa klabu kubwa katika Afrika na hata duniani kote, basi tuendelee kuungana nao na tuendelee pia kushikamana nao ili siku moja na sisi klabu yetu iweze pia kushiriki mashindano mengine ya ndani Afrika na hata duniani kote,
na pengine hata kuwa mshindi kama ambavyo tunaona ushindi katika mataifa mengine. Aidha, kwa kuhitimisha, niendelee tena kuwashukuru sana wanachama wote, na kila mmoja endelee kubeba jukumu imara kwamba anapokuwa ni mwana Yanga basi ajue kabisa kwamba ana jukumu kubwa la yeye kuwa mdau mkubwa na kuwa mdau active all the time, ili klabu yetu endelee kushinda kama ambavyo inashinda sasa. Kauli mbiu yetu ya mwakani tena basi haitokani tu na wachezaji ndani ya uwanja, lakini pia inatokana na kasi kubwa ya wanachama wote na wadau katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mchango mkubwa wa klabu hii kuweza kupiga hatua zaidi kutoka ilipo na pengine kuelekea mbali zaidi. Na baada ya kusema haya, nawatakieni kila la heri leo kuwapata viongozi wetu ambao kwa nafasi ambazo zinagombaniwa. Tuendelee kuwa watulivu ili uchaguzi wetu usije kuwa na dosari aina yoyote, kwa sababu hata shetani pia mkumbuke hajalala. Na baada ya kusema haya sasa, nawashukuruni sana na asanteni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.